Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Bwana Yesu tunakushukuru. Tunasema asante kwa neema yako, asante kwa uzima, asante kwa uhai, asante kwa afya, asante kwa kutupa kibali cha kuona siku ya leo. Tunaliinua juu jina lako, tunakuabudu, tunakusifu, tunakutukuza. Pokea sifa Mungu wa miungu, pokea sifa mfalme wa amani, pokea sifa simba wa Yuda. Unastahili sifa mbinguni juu na duniani pia. Sifa zetu hatuipi miungu mingine, ni uchafu, ni takataka. Tunakushukuru Baba kwa kutupa kibali tena cha kuweza kukusanyika siku ya leo kwa ajili ya jina lako na kwa ajili ya neno lako ambalo umeliandaa kwa ajili ya watoto wako hawa. Baba, ninaachilia damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari, pite kwenye nafsi, pite kwenye mioyo, pite kwenye akili, ufahamu wa kila mmoja, ikamsafishe, ikamtakase, ikamweke tayari kwa ajili ya neno na chakula ulichokiandaa siku ya leo. Hata mimi mtumwa wako niko tayari pia. Bwana, naomba unitumie ukawalishe watoto wako chakula ulichokiandaa kwa ajili ya nafsi na roho zao siku ya leo. Bwana, ukazidi kuwajenga, ukazidi kuandaa kwa ajili ya mavuno Baba unaoyavuna hivi karibuni siku ya parapanda. Asante Baba, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninafunga kuzimu, nafunga mauti, lada zote, minala yote, network, antena, darubini zote na sambaratisha kwa damu ya Yesu. Kila vikao vya uovu vilivyokaa kinyume nasi siku ya leo, kila laana zilizotamkwa kinyume nasi siku ya leo, ninazisambaratisha na kuzifuta kwa damu ya Yesu. Ninang'oa giza, ninaachia nuru yako Bwana ikatawale siku ya leo. Tulipoianza siku na hata tunapoenda kumaliza, Bwana ulinzi wako ukawe pamoja nasi. Tunapoingia, tunapotoka, damu yako ikatufunike. Vyakula, vinywaji vyote tunavyoenda kuvila na kuvinywa, ninavitakasa pia na kuvibariki kwa damu yako. Asante Bwana Yesu, asante Mungu mwenye nguvu, asante mfalme wa amani, simba wa Yuda, mwamba wa kale. Asante Baba, asante kwa upendo wako. Pokea sifa, heshima na utukufu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai nimeomba na kushukuru, amen. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kristo atukuzwe, Kristo ainuliwe juu. Siku yetu ya leo tunajifunza Somo linasema chemchem ya maji ya uhai kwa roho na nafsi zetu. Chemchem ya maji ya uhai kwa roho na nafsi zetu. Somo linatoka katika kitabu kitakatifu Yohana sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 14, lakini pia kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 21 mstari wa 6 hadi wa 8. Ninaanza na kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 7 hadi mstari wa 14. Ninasoma kwa jina la Yesu. Basi mwanamke mmoja Msamaria akafika kuteka maji. Yesu akamwambia, nipatie maji ninywe. Wakati huo wanafunzi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula. Lakini yule mwanamke akamwambia, wewe ni Myahudi, mimi ni mwanamke Msamaria. Unawezaje kuniomba maji? Wayahudi hawakuwa na ushirikiano na Wasamaria katika matumizi ya vitu. Yesu akamjibu, kama tu ungalijua zawadi ya Mungu na ni nani anayekuambia nipatie maji ninywe, ungalikwisha muomba naye angekupa maji yenye uhai. Huyo mama akasema, Bwana, wewe huna chombo cha kutekea maji, nacho kisima ni kirefu. Utapata wapi maji yenye uhai? Au labda wewe wajifanya mkuu zaidi kuliko baba yetu Yakobo? Yeye alitupa sisi kisima hiki, na yeye mwenyewe, watoto wake na mifugo yake walikunywa maji ya kisima hiki. Yesu akamjibu, kila anayekunywa maji haya ataona kiu tena, lakini atakayekunywa maji nitakayompa mimi hataona kiu milele. Maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji ya uhai na kumpatia uhai wa milele. Narudia tena. Basi mwanamke mmoja Msamaria akafika kuteka maji. Yesu akamwambia, nipatie maji ninywe. Wakati huo wanafunzi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula.
Lakini yule mwanamke akamwambia, wewe ni Myahudi, mimi ni mwanamke Msamaria. Unawezaje kuomba maji? Wayahudi hawakuwa na ushirikiano na Wasamaria katika matumizi ya vitu. Yesu akamjibu, kama tu ungalijua zawadi ya Mungu na ni nani anayekuambia nipatie maji ninywe, ungalikwisha muomba, naye angekupa maji yenye uhai. Huyo mama akasema, Bwana, wewe huna chombo cha kutekea maji, nacho kisima ni kirefu. Utapata wapi maji yenye uhai? Au labda wewe wajifanya mkuu zaidi kuliko baba yetu Yakobo? Yeye alitupa sisi kisima hichi, na yeye mwenyewe, watoto wake na mifugo yake walikunywa maji ya kisima hiki. Yesu akamjibu, kila anayekunywa maji haya ataona kiu tena, lakini atakayekunywa maji nitakayompa mimi hataona kiu milele. Maji nitakayempa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji ya uhai na kumpatia uzima wa milele. Lakini tukija kusoma pia kitabu cha Ufunuo wa Yohana 21, sura ya 21 mstari wa 6 hadi mstari wa 8, ninasoma kwa jina la Yesu. Kisha akaniambia, yametimia. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Aliye na kiu nitampa kinywaji cha bure kutoka katika chemchem ya maji ya uhai. Mshindi yeyote atapokea hicho, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Lakini watu waoga, wasioamini, wapotovu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu na waongo wote, mahali pao patakuwa ndani ya lile ziwa linalowaka moto na madini ya kiberiti. Hicho ndicho kifo cha pili. Somo letu la leo linasema chemchem ya maji ya uhai kwa roho na nafsi zetu. Chemchem ya maji ya uhai kwa roho na nafsi zetu. Tunaona tunaishi unabii wa mwisho, tunaishi kipindi cha mwisho, nyakati za mwisho, kwa kanisa la Bwana likijiandaa muda wowote parapanda inapigwa, kanisa linanyakuliwa. Lakini tunaishi katika kipindi ambacho dunia bado ina hii chemchemi ya maji ya uhai, inatiririka bado katika mioyo ya wanadamu, inatoa huduma bado katika mioyo ya wanadamu, inatoa uhai bado katika mioyo ya wanadamu. Lakini kinakuja kipindi kingine hivi karibuni, ambacho kipindi hiki tunaambiwa kitakuwa ni kipindi cha ukame zaidi, ambao hii chemchemi ya maji ya uhai itakuwa iprovide tena maji, itakauka na watu watalia na kusaga meno. Ndio maana tunaona hapa huyu mwanamke Msamaria alikuwa ameenda kuchota maji, na hicho ilikuwa ni kipindi ambacho Yesu naye wanafunzi wake walikuwa wameenda mjini kutafuta chakula. Lakini Yesu akamwambia huyu mwanamke, nipe maji, nipatie maji. Huyu mwanamke alimshangaa kwa sababu Wayahudi walikuwa hawana desturi ya kushare vitu pamoja na Wasamaria. Walikuwa wanaona kama ni najisi, wenye dhambi, hawafai. Walikuwa wanaona kwamba wao ndio watakatifu peke yao. Lakini tunaona huyu Mungu ukombozi aliuleta, na wale wa mataifa tulioonekana hatufai tukabadilishwa, na sisi tumekuwa taifa takatifu, maana yeye ni baba wa wote, wanadamu wote ni watoto wake. Lakini tunaona huyu mwanamke akamshangaa huyu Yesu, wewe ni Myahudi unaniomba mimi maji? Lakini Yesu akamwambia, laiti ungalijua, kama ungalijua zawadi ya Mungu na ni nani anayekuambia nipatie maji ninywe, ungalikwisha muomba yeye, naye angekupa maji yenye uhai. Laiti
ungalijua zawadi ya Mungu, na ni nani anayekuambia nipatie maji ninywe? Ungalikwisha muomba, naye angekupa maji yenye uhai. Huyo mama akasema, Bwana, wewe huna chombo cha kutekea maji, lakini unataka kunipa mimi maji yenye uhai. Je, wewe wajifanya ni mkuu zaidi kuliko baba yetu Yakobo ambaye alituchimbia kisima hiki na watoto wake na mifugo yake katumia maji haya? Je, wewe ni zaidi ya Yakobo? Lakini Yesu akamjibu, kila atakaye kunywa maji haya hataona kiu tena, lakini atakaye kunywa maji haya ambayo yanatoka kwenye kisima ataona kiu tena, ila atakaye kunywa maji nitakayompa mimi hataona kiu milele. Na huyu mama akapendezwa na kusikia kwamba hataona kiu milele, akamwambia, nipe hayo maji, niko tayari kupewa hayo maji na wewe. Na tunaona Yesu akamwambia, nenda kamlete na mume wako ili niwape maji haya ya uzima, maji ya uhai. Lakini huyu mama akamwambia hana mume, na Yesu akamwambia huko sahihi kabisa, kwa sababu hata huyu uliye naye sio wako. Ndio huyu mama akajua yamkini huyu mtu kweli ni nabii, mpaka amejua siri zangu, kwamba niko na mtu lakini sio wangu, kwamba niko nao lakini sina uhakika nao kama ndio atanioa. Na ndio maana akasema sina mtu, na Yesu akamwambia huko sahihi, maana hata huyu uliye naye sasa hivi sio wako. Kwa mpaka hapa tunaona huyu mama alikubali, akamwambia Yesu, niko tayari, naomba nipe hayo maji. Na Yesu alimpa maji ya uzima, na huyu mama Msamaria alipokea wokovu. Na ndio maana Yesu ndiye maji ya uhai. Mwanadamu kubwa ya maisha yake anahitaji maji, kadhalika na ulimwengu wa roho hivyo hivyo. Roho zetu na nafsi zetu zinahitaji maji, zinamhitaji huyu Yesu. Pasipo Yesu hakuna uhai. Angalia mtu akipungukiwa maji anakufa, na sisi tukiwa hatuna maji roho zetu zinakufa. Na ndio maana angalia, roho zetu zinahitaji maji kila siku katika ukuaji ndani yetu, tunahitaji maji. Roho zetu ni udongo, roho zetu ni udongo. Na ndio maana udongo, ili uweze kuota, ili uweze kufanya mmea uote, unahitaji maji. Na ndio maana tunaona ile habari ya yule mpanzi, ambaye huyu mpanzi ni nani? Ni Yesu huyo huyo. Alipanda mbegu, lakini hii mbegu ilianguka katika udongo wa aina tofauti tofauti, kwenye mwamba, kwenye miiba na kwenye udongo mzuri tunaona, na zilianguka njiani. Lakini inategemea wapi palipatikana maji ya kufanya ule udongo uweze kuchipua na kuikuza ile mbegu, ipate kuota mmea uonekane katika ulimwengu wa mwili. Ndivyo na sisi wanadamu, roho zetu ni mbegu, roho zetu ni udongo, roho zetu ni udongo, na neno la Mungu ni mbegu. Tunapopokea hii mbegu ambayo ni neno la Mungu katika udongo ambao ni roho zetu, tumempokea Yesu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, na Yesu anatupatia chemchemi ya maji, ambayo haya maji yanaenda kufanya ile mbegu iweze kuzaa sasa, iweze kukua sasa, iweze kuota sasa. Na ndio maana tunaona katika hali ya kawaida hakuna mwanadamu ambaye atapokea uzima milele pasipo Yesu. Na yeye ndiye chemchemu ya uhai, ambayo hii chemchemu inabubujika na inatiririka milele na milele. Lakini hii chemchemu, rehema yake kwa dunia hii imebaki muda mchache, itaondoa hii rehema yake ya kuprovide haya maji ya uzima kwa wanadamu. Angalia, tukiona habari ya Farao, aliota ndoto,
alionyeshwa vipindi viwili tofauti katika ndoto. Alionyeshwa kipindi cha miaka 7 ambacho kitakuwa kizuri sana, kitakuwa na mimea sana, kitakuwa na mazao sana, kitakuwa na mema sana, kitakuwa na baraka sana. Lakini akaonyeshwa kipindi kingine kijacho baada ya kile chenye mema, chenye utele, kuwa kitakuwa ni kipindi cha ukame na kipindi cha njaa. Ndicho hiki katika ulimwengu wa roho. Wale walio rohoni wanajua kwa sasa tunaishi kipindi hiki ambacho bado kina mema, kina rehema ya Mungu, kina utele, kina baraka, kina ulinzi wa Mungu, kina chemchemi ya maji na bubujika kuendelea kuwapatia watu maji ili wasipate kiu, kuwapatia watu maji ya uhai ili wapokee uhai kwa wale waliokuwa wafu. Roho zao na nafsi zao zilizokufa wanapompokea Yesu wanapokea haya maji ya uhai. Nafsi zao zinapokea uhai, wanapata kuishi tena. Lakini mbingu inasikitika kuona kwamba huu muda wa hii chemchemi ya uhai, ya maji ya uhai, inakaribia kukata huduma yake kwa dunia. Ndio maana parapanda ikipigwa, watu watalia na kusaga meno. Angalia kile kipindi cha njaa cha miaka 7. Tunaambiwa Misri na maeneo yote kulikuwa na njaa, mpaka Yakobo na watoto wake wakahama Kanaani wakaja Misri kwa sababu ya njaa. Yusufu akawaleta ndugu zake Misri kwa sababu kulikuwa na njaa, na chakula kilikuwepo Misri peke yake kwa sababu Mungu alimtumia Yusufu kwa wakati wake na majira yake kwa ajili ya ukombozi wa taifa la Misri, lakini na taifa la Israeli pia. Kwa mpaka hapa tunaona hata sisi kadhalika katika hali ya kawaida. Angalia ukame unapotokea, mito inakauka, visima vinakauka, maziwa yanakauka, maji yanakauka. Kipindi kile cha nabii Elia, Mungu alipoiadhibu Israeli kwa miaka 3.5, alifunga, hakuna mvua kunyesha. Kulikuwa na ukame, vijito, mito, chemchem zilikauka, njaa ilikuwa kubwa. Lakini tunaona faida ya maji, mimea nayo ilikauka. Lakini baada ya Mungu kufungua tena anga na kuruhusu mvua inyeshe tena, tunaona mimea ilianza kuota tena. Kwa hiyo tunaona maji kadhalika yana umuhimu kweli kweli. Ndivyo na sisi, roho zetu hizi ni udongo. Udongo huu unahitaji maji ili upate kukua, kuzalisha, kuproduce, unahitaji maji. Kadhalika katika ulimwengu wa mwili, ardhi inapokosa maji, mimea inakauka, mito inakauka, maziwa yanakauka pia. Na ndivyo roho zetu pia zinapokosa maji ya uhai, zinafanyaje? Zinakauka. Zinapokauka, hata neno la Mungu linapopandwa ndani ya mtu huyu, mbegu ile, mbegu haiwezi kuota. Na ndio maana ni wangapi wanasikia neno la Mungu lakini haliwasaidii, haliwabadilishi? Ni kwa sababu wana ukame katika roho zao, wana ukame katika nafsi zao. Roho ya mtu ni udongo ambao unahitaji hii chemchemi ya maji ili huu udongo upate kuzalisha. Ndio maana tunahitaji kweli kweli, maana ukame unapotokea katika roho zetu, tunapokosa hii chemchemi ya maji katika roho zetu, kuna mambo ambayo yanatokea ndani yetu ambayo haya yanakuwa na madhara kwetu. Hebu tuone hapa, tunaona huyu mama Msamaria huyu, Yesu alimwambia nipe maji. Japo Yesu alijua kwamba hana maji ya uzima huyo mama, lakini ninamuomba maji nione, je, atakuwa tayari moyo wake kuufungua kwangu ili mimi nipate kuingia nimpe maji ya uhai. Na yule mama alifanikiwa kufungua moyo wake kwa sababu anamwambia niko tayari, nipatie hayo maji ya uhai.
alionyesha utayari. Na sisi tunapofungua mioyo yetu, ndio maana Yesu anasema nabisha hodi, atakayefungua ni mioyo ile, anabisha hodi kwenye mioyo yetu. Tukifungua mioyo yetu, tukimkaribisha, ingia Bwana, miliki mioyo yetu, tawala nafsi zetu na roho zetu, Bwana anaachilia chemchemi ya uhai itiririke ndani yetu, ipate kuzalisha ndani yetu. Na ndio maana embu tuone haya maji ya uhai, hii chemchemi ya uhai ni nini sasa? Chemchemi ya uhai ni Yesu mwenyewe. Yesu ndiye chemchemi ya uhai. Yeye ndiye atupaye uzima wa milele. Kwa yeye tumepokea uhai tena, na kwa yeye tunaishi. Na ndio maana tunaona kwa damu yake tumepokea uhai tena, maana damu ya Yesu imebeba uhai. Damu ya Yesu ina sauti, na damu ya Yesu imefanya agano kwetu, imetupa agano la milele, kwa sababu ndani ya damu ya Yesu kuna uhai. Ndio maana mnaambiwa msile nyama ambazo ni mbichi, kwa sababu zile nyama zina damu, na damu ina uhai. Mtahesabika mmetenda dhambi, mmekula nyama za watu. Damu ina uhai. Ndio maana neno la Mungu linatuzuia tule chakula, tule nyama ambayo haina damu ndani yake. Ndio maana unaona hata askari wakati anahakikisha kama huyu Yesu kweli amekufa au bado hajafa, tunaona alimchoma Yesu mkuki ubavuni. Katika kitabu cha Yohana tunaona, hata kitabu cha Mathayo kinaeleza hivyo hivyo. Alimchoma mkuki ubavuni ili kuprove, je, amekufa au bado yuko hai. Na nini kilitokea? Tunaona yalitoka maji katika ubavu wa Yesu, na ilitoka damu. Damu ilifanya agano ambayo imebeba uhai, na yale maji yalikuwa yanadhihirisha kwamba ni chemchemi ya uhai itakayotiririka au iliyotiririka au inayotiririka mpaka sasa kwa ajili ya wanadamu, kuwaprovidea uhai. Ndio maana ni chemchemi ya uhai. Yalitoka maji na ilitoka damu. Hivi viwili vina maana kuu sana kwetu sisi wanadamu. Ndio maana tunaona tumepokea maji ya uhai, ambayo haya maji yanaendelea kurutubisha udongo ambao ni roho zetu, ili zipate kuproduce zaidi, kuzaa zaidi. Lakini pia damu yake hii ikaturudishia uhai, imetununua makabila, mataifa na kila rangi. Tumepokea uhai tena, tunaishi, sio wafu tena. Hivyo roho zetu zinahitaji kupokea maji ya uhai ambaye ni Yesu. Zinamhitaji Yesu. Pasipo Yesu, huyu mtu anakuwa na ukame ndani yake, maana ile chemchemi ya maji inakuwa haimo ndani yake, imekauka ndani yake. Ndio maana roho zetu zinahitaji sana 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 ziweze kupokea haya maji ya uhai masaa 24 katika maisha yetu yote tunayoyaishi. Maana mtu anapokuwa amepoteza hii chemchemi ya uhai ndani yake, imekauka, huyu mtu anaonekana ana ukame ndani ya roho yake, ndani ya nafsi yake. Na nini ukame unapotokea ndani ya huyu mtu? Anapokuwa mahusiano yake na Yesu yamevunjika, au anapokuwa hana huyu Yesu ndani yake, nini kinatokea? Huyu mtu anakuwa hana mahusiano na Yesu. Huyu mtu anakuwa hana ukaribu na Yesu. Na ndio maana unapoona ule ukaribu wako na Yesu unapungua, jua kabisa kwamba ukame unakunyemelea katika roho yako na nafsi yako. Angalia zamani, kipindi cha zamani ulikuwa uko bize unamtafuta Yesu, alafu ule ubizi wa kumtafuta Yesu, ile spidi ya kumtafuta Yesu imepungua au imekata kabisa. Unaona hata uvivu kusema hata tunisikilize nyimbo za kumwabudu Yesu, kumsifu, unaona uvivu. Hata kusema nisome neno la Mungu unaona uvivu. Tambua kabisa ukame umekukaribia ndani yako.
Ukame unapokuwa ndani ya roho ya mtu, kiu ya kuomba inakata. Huyu mtu hata kuomba anasikia uvivu. Nitaomba kesho, wiki ijayo, nitaomba baadaye, nitaomba mwezi ujao, mpaka fulani anipigie ndio nitaomba. Huyu mtu ana ukame ndani yake. Kiu ya kuomba inakata. Kiu ya kufunga inakata ndani ya mtu huyu. Kiu ya kusoma neno inakatika ndani ya mtu huyu. Na nini hivi vitu vikitokea, huyu mtu hofu inaanza ndani yake, mashaka yanaanza ndani yake, woga unaanza kujengeka ndani yake na kutawala ndani yake. Ule ujasiri wa kusimama mbele za Mungu na kufanya maombi hana tena. Anaanza kujihesabia kwamba yeye hafai, astahili mbele za Mungu, kwamba yeye ni mwenye dhambi, Mungu hatamsikia maombi yake. Anaanza mashaka. Kwa nini? Kwa sababu sauti ya adui inaanza kusikika ndani yake. Wewe ni mtenda dhambi, hufai mbele za Mungu, acha kuomba, Mungu hatakusikia. Ni kwamba ukame umo ndani yako. Nini hutokea? Imani inapungua ndani ya mtu huyu juu ya Mungu anayemwabudu. Anaanza kuwaza, hivi hata nikiomba Mungu ananisikia kweli? Tayari ukame umo ndani yake. Lakini nini hutokea? Huyu mtu hurudi maisha ya zamani aliyokuwa akiishi kabla ya wokovu, maisha ya dhambi. Angalia hapa, tunaona katika kitabu Ufunuo wa Yohana 21 mstari wa 6 hadi mstari wa 8, tunaambiwa, kisha akaniambia, yametimia. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Aliye na kiu nitampa kinywaji cha bure kutoka katika chemchemi ya maji ya uhai. Mshindi yeyote atapokea hicho, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Yesu anatupa chemchemi ya uhai. Anatupa uhai katika roho zetu. Anatupa maji ya uhai katika roho zetu, kufanya roho zetu zikue, roho zetu ziendelee kububujika, kumwabudu, kumtukuza, kumsifu, kusoma neno, kuishi maisha masafi matakatifu, mpaka pale parapanda ikipigwa na kwenda kuendelea kuishi maisha mapya tulioandaliwa, maana ni ya milele. Lakini huyu Yesu anasema wale watakao kuwa na ukame, watakaofungua milango ukame uingie ndani yao, watakaovunja mahusiano na mimi, wakaniacha, wakakimbilia maisha yale ya zamani, tunaambiwa hawa ndio kama hawa ambao tunaona watakao kuwa waoga. Ndio hiyo tunaambiwa, ukame ukiwa ndani yako, woga unaingia. Wasioamini, kutokuamini, imani na yumba, anaanza kutokuamini. Sidhani kama maombi nasikiwa, naona naomba lakini sijui, sidhani kama Mungu ananisikia. Imani imeyumba, imani imepotea ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu ukame umo ndani yake. Yesu ameenda mbali na moyo wake, amefungua milango, amevunja mahusiano na Yesu, amemwacha Yesu. Nini hutokea? Woga hutokea. Wasioamini, tunaambiwa wapotevu wanaonekana wamepotea, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu, wanamwacha Mungu aliye hai, wanaenda kuabudu miungu mingine. Alikuwa anamwabudu Mungu wa kweli, anaanza kuabudu miungu ya dunia hii. Ukame uko ndani yao. Angalia wale wanaoabudu miungu, ndani yao wana ukame. Yesu hayupo ndani yao, hawana uzima wa milele. Tunaambiwa hawa na wale wote waongo, mahali pao patakuwa ndani ya lile ziwa la moto na madini ya kiberiti. Hicho ndicho kifo cha pili. Kifo cha kwanza ni dhambi ilipoingia duniani, tulikuwa wafu, lakini Yesu ametufufua, sio wafu tena, tunaishi. Wokovu ulipokuja duniani, tulipomkiri Yesu na kumpokea, tumepokea hii chemchemi. Hii chemchemi imetupa uhai. Yesu ametupa uhai, damu yake imetupa uhai, tumekuwa hai tena, si wafu. Lakini wale wasio na Yesu wanaonekana ni wafu. Ndio maana tunaambiwa hii ni kifo cha pili, wanaonekana ni wafu. Ni kifo cha kwanza, wanaonekana ni wafu.
Lakini baada ya hukumu, watakapoenda kutupwa kwenye ziwa la moto, tunaambiwa hiki ni kifo cha pili. Walishakufa, wanaenda kupokea kifo cha pili ambacho ni cha milele. Maisha yao yote watakuwa wanalia na kusaga meno kwenye hilo ziwa la moto. Lakini wale waliofanikiwa, wale Bwana anasema hawa watakuwa wanangu na mimi nitakuwa Mungu wao. Hawa wataishi katika ile dunia mpya niliyoandalia, ufalme wa mbinguni milele, pamoja na Mungu, pamoja na malaika. Hawa watakatifu wangu wote wataishi pamoja nami milele na milele, wakiufurahia ufalme niliowaandalia, wakiufurahia ufalme wa mbinguni ambao Baba amewaandalia. Kwa hiyo mpaka hapa tunaona tunamhitaji huyu Yesu kweli kweli, maana yeye ndiye chemchem ya maji ya uhai kwa nafsi na roho zetu. Roho zetu zinamhitaji Yesu kweli kweli, na hichi ndio kipindi ambacho huyu Yesu anakaribia kunyakua kanisa lake. Akisha nyakua kanisa lake, wokovu utakuwa umeondolewa duniani. Hii chemchemi ya maji ya uhai duniani itakuwa imekauka. Watu tunaambiwa watamtafuta Yesu, hawatamuona. Watasoma neno, halitawasaidia kwa sababu nguvu ya neno itakuwa imeondolewa duniani. Watautafuta utakatifu, lakini hawataupata kwa sababu huyu anayetusaidia kuishi maisha masafi matakatifu ameshaondoka na kanisa la Bwana ambaye ni Roho Mtakatifu. Kazi yake itakuwa imeisha duniani. Wakati ni sasa. Hivyo Bwana anapotuangalia wanadamu kwa sasa, anaona wengi mioyo yao ina ukame. Angalia udongo uliokuwa haujapata maji kwa muda mrefu. Jangwa, tuchukulie mfano wa jangwa. Udongo umekauka mpaka unapasuka. Ndivyo mioyo yetu. Mungu akiangalia mioyo ya wanadamu kwa sasa, na akiangalia muda umekwisha na nyakua kanisa langu, anaona wale wenye mioyo ambayo bado chemchemi ya uhai inatiririka ndani yao, wana mahusiano na yeye bado. Lakini akiangalia anaona kuna hawa waliorudi nyuma, ambao anaona udongo ule uliokuwa mbichi, chemchemi iliyokuwa inatiririka imekauka. Lakini akiangalia wengine anaona hata chemchemu haijawahi kuingia ndani yao. Udongo ni mkavu toka wamezaliwa mpaka wengine wanakaribia kufa, bado udongo ni mkavu kwa sababu hawajawahi kumpokeaga Yesu. Na Bwana anatutaka sasa, wale ambao mioyo imekauka, mioyo ina ukame, tumrudie yeye. Mwangalia, alimwambia huyu mama Msamaria, nipe maji. Lakini huyu mama, Bwana akamwambia, laiti ungejua unayeongea naye ni nani, ungemwomba yeye akupe maji ya uhai. Na huyu mama alikubali kufungua moyo wake, akamwambia, Bwana, niko tayari, nipe hayo maji ya uhai, ili nisisikie kiu wala nisije kuchota maji tena hapa. Na Yesu alimpatia maji ya uhai kwa kuwa alifungua moyo wake. Bwana anatutaka tufungue mioyo yetu sasa. Wale waliorudi nyuma, wale ambao wana ukame. Yamkini unaweza ukajiuliza, sasa huu ukame mimi na ujueje kama nina ukame? Angalia maisha yako na mahusiano yako na Yesu. Je, unasoma neno? Na unaposoma neno unalifurahia neno, au unasoma neno kwa kujiforce kwamba sina budi, acha tu nisome? Una hata ile kiu, una furaha? Maana tunaambiwa, Bwana, nipatie furaha ya kusoma neno, furaha ya wokovu, furaha ya kukuabudu wewe na kukusifu wewe. Nipatie furaha hii Bwana. Je, hii furaha unayo? Au unasoma tu kwa sababu huna jinsi, inabidi tu usome? Ile furaha ya neno unayo? Furaha ya kuomba, unasema siwezi kuacha kuomba, lazima niombe ili niongee na baba yangu, hii pia ipo? Furaha ya kufunga, acha nifunge leo ili niongeze nguvu za kiroho, nijiendeleze kujisogeza karibu na baba yangu, karibu na Bwana wangu, ipo? Maana mwingine hata kufunga ameacha kufunga, kuomba ameacha kuomba, kusoma neno ameacha kusoma neno, amerudi maisha ya zamani. Ni kwamba nafsi yako na roho yako ina ukame ndani yake.
Ruhusu Yesu leo aachilie maji ya uzima ndani yako, ili chemchem ipate kububujika tena. Kijito hiki cha maji yaliyo safi ya uhai yapate kutiririka tena katika moyo wako, ili moyo wako upokee tena uhai, ili moyo wako upate tena uhai, ambao uhai huu utawezesha nafsi yako na roho yako ipate kutii, kusoma neno, kufurahia neno, kufurahia kufunga, kufurahia kuomba, kufurahia kusifu, kufurahia kumwabudu Mungu, kufurahia mahusiano kati yake na Yesu. Yeye ndiye uzima wa milele, na yeye ndiye yule Alfa na Omega. Yeye ndiye mwanzo na yeye ndiye mwisho. Yeye ndiye kila kitu kwetu. Hatuwezi kuishi pasipo Yesu. Uhai wetu unatoka kwake. Maisha yetu anayagaranti yeye hapa duniani. Hivyo ni wakati sasa Bwana anataka wale wenye ukame, Bwana anaenda kuachilia leo chemchemi ya maji ya uhai katika nafsi na roho zao. Katika udongo uliokuwa na ukame leo, Bwana anaenda kuachilia bubujiko la maji ya uhai katika chemchemi yake tokayo katika kiti cha enzi mbinguni, ili ipate kurutubisha udongo huu tena, ili huyu mwanadamu apate kurudi katika nafsi yake tena, nafasi yake tena, apate kurudi kwenye nafasi yake tena, asimame tena, atunze vazi lake la utakatifu, atunze utakatifu wake, atunze uhusiano wake na Yesu, ili parapanda ikipigwa na yeye apate kuwa mmojawapo katika wale walioandikiwa kunyakuliwa. Yesu anakupenda, na ndio maana umelisikia somo hili. Weka mkono wako katika kifua chako. Bwana anaenda kudili na moyo wako. Bwana anaenda kudili na nafsi yako. Bwana anaenda kukusaidia kurudisha uhai tena kwa wale ambao ukame upo. Nashindwa kusoma neno, nashindwa kuomba, nashindwa kufunga. Ukame upo. Umepoteza kabisa matumaini kwa Yesu. Umepoteza kabisa imani kwake. Umekuwa na mashaka, umekuwa na maswali mengi katika moyo wako juu ya huyo Mungu yasiyokuwa na majibu. Yesu anaenda kudili na moyo wako leo. Weka mkono wako, weka mkono wako katika moyo wako, ili Bwana aweze kushughulika na moyo wako sasa. Baba apate kushughulika na moyo wako sasa. Baba, ninakushukuru Mungu ketie mahali pa juu, mfalme wa amani, simba wa Yuda, mwamba wa kale, niko ambaye niko. Sante, wewe ndiye chemchemi ya uhai, wewe ndiye maji ya uzima, wewe ndiye Baba yetu tupendaye, maana kwa kupigwa kwako pale msalabani Bwana umetukomboa makabila, mataifa na kila rangi. Umetununua, umetupa uhai, na sasa tunaishi. Baba, tazama watoto wako hawa, wapo ambao nafsi na roho zao Baba kuna ukame, ni kwa sababu milango ilifunguliwa, ni kwa sababu hati za mashtaka zilikuja mbele yako, lakini tazama hatuwezi kwenda kwingine, maana wewe peke yako ndiye uhai. Wewe peke yako ndio chemchemi ya haya maji ya uhai, maji ya uzima, na ndio maana watoto wako wamekuja kwako Bwana. Baba, ninaachilia maji yako yapate kuingia katika mioyo yao Baba. Maji yako yapate kuwasafisha watoto wako hawa, hati zote za mashtaka zilizokuja mbele yako zikiwa na majina yao, ambao adui alipata nafasi, na ndio maana akawafunga, akasababisha chemchemu ikauke ndani ya mioyo yao. Baba, ninafuta hizi hati za mashtaka kwa damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari. Naachana hizi hati na kuziteketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu mpaka majivu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaachilia sasa chemchemu ya maji yako Bwana ipate kuingia katika mioyo yao Baba, ipate kuachilia rutuba, ipate kuachilia unyevu, ipate kuachilia maji katika mioyo yao. Ninang'oa ukame sasa, ninauondoa ripa shanda rapa senderebu shanda rapa rabo senteriko robo sanda ranterebo sanda rando robo senteriko robo shanda rapa rabo senteriko posarabo shente rando roko poserebo terebo shanda rapa sanda rabo sente rando roko
kopo senderi parabo shenteri karanterebo santa. Magugu yaliyoota raserebo shandarando robo sente. Maana wanafunzi wako walikuuliza, Bwana, tumepanda mbegu iliyo nzuri, mbona tunaona magugu yameota pia pamoja na mbegu? Baba, wewe ulisema ni kwa sababu walilala, adui akaja akapanda magugu ndani yao. Baba, tazama watoto wako hao walilala, ndio, na adui akapata nafasi akaja akapanda magugu ndani yao. Umenipa mamlaka ya kuvunja, mamlaka ya kung'oa, mamlaka ya kuharibu, kwa kuwa ni askari wako, ni taifa lako takatifu. Ninang'oa haya magugu katika mioyo yao, ninang'oa haya mapando katika mioyo yao. Ng'oka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninayateketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu mpaka majivu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaachilia damu yako ipite kwenye mioyo yao, iwasafishe, irudishe uhai tena. Ninaachilia chemchemu itokayo katika kiti chako cha enzi mbinguni, ribo saraka pashanda rabo sente, ipite riko posanda rabo shente, rasanda rabo shente, ipite kwenye mioyo yao, iachilie uzima, iachilie uhai. Ukame nimeuondoa leo, na hii nira ya ukame ninaivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninawavisha nira yako Bwana nyepesi na laini kuanzia sasa. Narudisha furaha ya kusoma neno, furaha ya kuomba, furaha ya kufunga, furaha ya kukutafuta wewe Bwana. Ninairudisha, na hii kiu ya kukutafuta wewe ambao adui alikatilia mbali, ninairudisha. Pokea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kuachilia chemchem yako ambayo adui alikata ndani yao, kuifungua tena, na sasa inabubujika katika mioyo yao. Ule ukame Bwana ameuondoa sasa. Sante Mungu mwenye nguvu, sante Simba wa Yuda, mwamba wa kale niko ambaye niko. Sante Baba yangu, asante Mungu wa rehema, sante Baba yetu, tunakupenda Bwana wa mabwana, mfalme wa amani, Mungu wa miungu, Alfa na Omega. Tunakupenda Baba, pokea sifa, heshima na utukufu. Sante Bwana wangu, sante Mungu wetu, sante Baba yetu, maana hata moto wa uombaji adui aliyokuwa ameuzima ndani yao umewaka tena leo. Nimeuwasha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sante Bwana Yesu, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai nimeomba na kushukuru. Amen.